Huru kabisa. Hapa ni sehemu salama, ni sehemu tunapopenda wageni, ni sehemu nzuri ya kuabudu. Karibu uabudu pamoja nasi. Haleluya. Na baada ya ibada, mgeni wetu tunaenda wewe dakika 2-3 kwa ajili ya kufahamiana. Usiondoke baada ya ibada, tuonane kwa dakika 2-3 kwa ajili ya kufahamiana. Lakini pia utaratibu wetu wa ibada kama alivyotangaza mzee wa kanisa, tuna ibada siku ya Jumanne jioni na ibada siku ya Jumamosi jioni. Siku hizi za katikati tunakuwa na Jumatatu vijana, siku ya Jumatano chama cha wamama, Alhamisi kwaya, alafu nafikiri Alhamisi na Ijumaa kama sikosei, na Jumamosi baada ya ibada au kabla ya ibada wanafanya mazoezi, au baada ya ibada wanafanya mazoezi kwa ajili ya maandalizi ya Jumapili. Kwa hiyo kama unapenda kujiunga na kwaya, utaona viongozi wa kwaya, Mama Salome alikuwa anasimamia ibada hapa, na mama mchungaji, utawaona kusudi uweze kujiunga na kwaya. Haleluya. Haleluya. Lakini tumekuwa na siku nyingi hatufanyi mikesha. Siku nyingi zimepita. Tutaanza utaratibu wa mikesha yetu. Ratiba zetu zilivurugika kidogo. Tulikuwa tunafanya wakati mwingine mkesha siku ya Jumamosi, lakini hebu tufanye siku ya Ijumaa kwa sababu ina nafasi nzuri. Jumamosi watu wakitoka hapa ile saa 6 saa ngapi na kesho yake kuwai wenye ibada inawezekana wakachelewa, lakini siku ya Ijumaa ni nzuri kabisa ambayo mtu anaweza kufanya mkesha kutoka saa 6 na Jumamosi kwa sababu ni weekend akaendelea na mambo mengine ya mapumziko ya weekend. Kwa hiyo kuanzia wiki hizi tutakuwa na mkesha utakaokuwa siku ya Ijumaa baada ya Jumamosi, na wiki hii kwa sababu tunaelekea Pasaka nafikiri itakuwa tarehe 20 siku ya Jumapili. Ijumaa itakuwa Ijumaa Kuu. Sikukuu zitaanza Ijumaa Kuu, Jumamosi, Jumapili, Pasaka yenyewe. Kwa hiyo siku ya Ijumaa kwa sababu ndio tunasema Kristo alisulubiwa, akaangikwa pale msalabani na akafa, alafu akazikwa, basi na sisi siku ya Ijumaa tuanze mkesha